kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Yeye ndiye mwanzo wa uzima, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Yeye ndiye aliyetuumba, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Baba Askofu, padri watapewa hatua ya sakramenti ya kipaimara na Wakristo wote. Mungu ni mwema kila wakati. Kristo Tumaini letu. Kristo. Basi nachukua nafasi hii kumkaribisha Baba Askofu na kuwakaribisha ninyi nyote katika hafla hii ya kusherehekea sikukuu ya Kristo Mfalme, ambaye tumekuwa tukimsherehekea kama tumaini letu. Pia kwa njia kipekee leo tunahitimiza jubilei yetu ya mahujaji wa matumaini. Kwa njia kipekee kabla Baba Mtakatifu hajahitimiza hii mwaka huu pale mwakani Januari. Tulikuwa hapa tukianza, sasa hivi tunafunga. Lakini hii jina kufunga si kumaanisha kwamba sasa tutaongelea tena mambo ya matumaini. Tunazindua wiki ya kufanya matendo ya huruma, Caritas. So haya ambayo tumekuwa haya matumaini tuweze kuyatekeleza kwa matendo yetu. We be icons and symbols and instruments of hope. So tukitoka baada ya kuwa tukiongozwa na sala na tukiweza kubarikiwa na Baba Askofu, tunatoka hapa tutaandamana wote kama mahujaji kutapita hapa tukielekea katedrali. Tukifika pale kwa mlango, Baba Askofu atatuongoza kwa sala, alafu tutaingia wote kwa misa takatifu. Hafla yenyewe ya kufunga kabisa ule mlango wa matumaini itakuwa pale katika tutakapokuwa tukimalizia misa yetu. Karibu Baba Askofu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Na iwe rohoni mwako. Ndugu wapendwa, katika mwaka huu wa jubilei ya matumaini tulivuka lango takatifu tukitazama huruma ya Mungu na kutumaini na tumaini jipya katika Kristo. Leo tunashiriki kama familia ya jimbo letu kumshukuru Mungu kwa matunda ya neema, uongofu, uinjilishaji na matendo ya upendo yaliyositawi katika kipindi hiki kitakatifu, katika imani na unyenyekevu, na kwa dhamira mpya ya kuendelea safari ya sinodi na utume. Tujitayarishe kufunga lango takatifu la tumaini. Tuombe. Mungu wa matumaini na mapendo, tunakuja mbele zako kama mahujaji wa matumaini,
tukiwa na shukrani kwa zawadi ya maisha na imani. Tunapoanza hija hii, tunakuomba utujalie moyo wa uvumilivu, macho ya kuona siri zako njiani, na masikio ya kusikia sauti yako ikituongoza. Bariki kila hatua yetu, ilinda kila mhujaji dhidi ya hatari ya uchovu, na utufanye kuwa mashahidi wa matumaini kwa dunia nzima. Tunakuomba pia ubariki mapadri na viongozi ili wawe taa ya kutuongoza kwa hekima na upendo. Ee Bikira Maria, mama wa tumaini, tunaomba ili safari hii iwe chemichemi ya furaha, imani na matumaini mapya kwa wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunyunyizie maji ya Bwana, ututakase dhambi zetu. Tunyunyizie maji ya Bwana, ututakase dhambi zetu. Umeshinda kuchukua? Eh? Hela ulichukulia. Nichukulie nini Mike? Bwana
Mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, utawala wake si wa dunia hii mbali, utawala wake ni wa mbinguni, utawala wake si wa dunia hii mbali, utawala wake ni wa mbinguni. Mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, utawala wake si wa dunia hii mbali, utawala wake ni wa mbinguni, utawala wake si wa dunia hii mbali, utawala wake ni wa mbinguni. Utawala wake Yesu ungekuwa ni wa dunia hii kweli, hakika angekuwa na serikali ya kuiongoza. Tuombe. Mungu Mwenyezi na wa huruma, uliyefungua kwa watu wako njia ya wokovu kupitia Kristo mwanao, lango la uzima na matumaini, tunapofunga lango hili takatifu, angalia kwa fadhila kanisa lako la jimbo hili, wajalie watoto wako imani isiyo terereka, tumaini lisilokoma na upendo usio na mipaka. Neema ya Jubilei iwe mbegu ya utakatifu mpya, na roho ya kutumika ifufuke upya katika mioyo yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa tunapata nafasi ya kuingia kwa mlango wa matumaini kabla tujaufunga. So tutaendelea kuimba nyimbo za mwanzo wa misa tukiingia kanisani, halafu baba askofu ataingia mwisho pamoja na watumishi. Amém.